الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, tukiwa tunaendelea katika ukumbushano kunako masala ya kifo, lakini leo tutaendelea na mada katika mada ambazo tuliziacha katika siku zilizopita au katika majlisi iliyopita, tukiwa tunazungumzia mayajibu ala aqaribil mayit, mambo ambayo yanawajibika kwa ndugu wa maiti. Baada ya kuona tumepeana nasaha kuhusu mgonjwa namna gani aishi na maradhi yake, tukaona ikafikia hatua ya kifo, tukaona namna gani ndugu wa maiti wa marehemu wanatakiwa wamfanyie maiti yule. Miongoni mwa hayo ni kumuharakisha, kumuosha na kumzika na mengineyo ambayo tuliyazungumza katika majlisi iliyopita, majlisi ya 6. Sasa leo tutaendelea na majlisi yetu ya 7, ambayo yani kikazi chetu hiki cha 7 kinazungumzia jumla ya mayajibu ala aqaribil mayit, mambo ambayo yanawajibika kwa ndugu wa karibu wa maiti. Kuna mambo kadhaa, lakini tutazungumza mawili kwa haraka. Yajibu ala aqaribil mayit hina yablughuhum khabaru wafatihi amrani. Ndugu wa maiti wanapopatwa na taarifa, wanapofikiwa na taarifa kwamba ndugu yenu amefariki, basi wanawajibika wafanye haya mambo mawili, ukiacha yale ambayo tuliyoyatanguliza katika majlisi iliyopita. Jambo la kwanza, as-sabru, kuwa na subira. Ni jambo muhimu sana. Wengi katika Waislamu ambao wanakutwa na mitihani kama hii wanakosa subira. Subira ni kitu muhimu sana katika matatizo kama haya ya kufiwa. Waridha bil qadar, na kuridhia mipango ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ndiye amepanga kwamba mtu huyo, ndugu yenu huyo, aondoke katika siku hiyo. Hata mngetumia mbinu gani, haiwezi mbinu hiyo ikambakisha. Kama ingelikuwa kuna mbinu ya kumbakisha, basi angebakishwa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kutokana na umuhimu wake na majukumu aliyokuwa nayo. Lakini ulipofika muda akawa amechukuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu wa marehemu wanatakiwa wawe na subira sana, na Allah subhanahu wa ta'ala hii subira amewaelezea na kuwasifia wale wenye subira katika matatizo mbalimbali. Akasema katika Qur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wala nabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju', kwa hakika tutawapa majaribu, tutawapima kwa kitu chochote kile miongoni mwa hofu, wal ju'i, na njaa, wa naqsim minal amwali, na upungufu wa mali, wal anfus, na nafsi kwa maana kifo, wa thamarati, na upungufu wa matunda, wabashiri sabirin, lakini wape bishara njema wale wenye kusubiri. Kwa hiyo Allah atatupa mitihani katika maisha yetu. Unaweza ukafiwa, unaweza ukapewa hofu, unaweza ukapunguziwa mali yako, unaweza ukaona matunda yako yamepungua, na kila kitu kinaweza kikapungua katika maisha yako. Lakini kipi kikubwa? Allah anasema wabashiri sabirin, wape bishara njema wale wenye kusubiri, wenye kuvumilia. Alladhina idha asabatuhum musiba, wale ambao wanapopatwa na misiba, wanapopatwa na mitihani mbalimbali, qalu, husema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, hakika ya sisi ni wa Allah na kwake yeye tutarejea. Haya ndiyo maneno ambayo Muislamu anatakiwa ayaseme wakati huo amejivisha vazi la kuwa na subira. Allah anawapa bishara njema na kuwaambia, ulaika alaihim salawatu min rabbihim, hao wenye sifa hiyo ya kuvumilia wanapopatwa na matatizo mbalimbali, alaihim salawatu min rabbihim, watu wao watakuwa na msamaha kutoka kwa Mola wao. Neno salawat lina maana nyingi, miongoni mwa hizo ni maana ya msamaha, lakini pia ina maana ya athanaul hasan, watasifiwa vizuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala.
Kwa hiyo hawa wenye kuwa na subira, Allah subhanahu wa ta'ala atawapa msamaha na atawapa fadhila nyingi kabisa. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma, na watakuwa na huruma, Allah atawahurumia, atawapa rehma. Wa ulaika humul muhtadun, na hao ndio wenye kuongoka. Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja alipita katika kaburi. Hadithi amepokea sahaba Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anasema marra Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bimra'atin 'inda qabrin wa hiya tabki. Mtume alipita siku moja, alipita katika makaburi, akamkuta mwanamke kwenye kaburi akawa analia. Yule mwanamke analia. Faqala laha, Mtume sallallahu alayhi wasallama akamwambia yule mama, ittaqillaha wasbiri, mche Allah ewe mama, na kuwa na subira. Yule mama akamjibu majibu haya Mtume. Faqalat, akamwambia, ilaika anni, naomba uniondokee, achana na mimi. Mama ameshikwa na majibu ambayo sio mazuri, ameshikwa na fadhaa ya kufiwa. Yasemekana alifiwa na mtoto wake, kwa hiyo akawa analia. Huyu mama alikosa subira kwa mtazamo wa haraka, kwa hiyo akamwambia, ilaika anni, niondokee mimi, achana na mimi. Fa innaka lam tusabbi musibati, hakika ya wewe haujakutwa na msiba ulionikuta mimi. Ndugu zangu, tuwe na subira. Qala Anas, mpokezi wa hadithi, anasema walam ta'rifuhu, yule mama hakumtambua kama yule ni mtume. Baada ya kujibu majibu haya, fakhila laha, akaambiwa huwa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akaambiwa huyo ni mtume sallallahu alayhi wasallam. Baada ya kuambiwa maneno haya kwamba yule uliyemjibu hayo maneno alikuwa ni mtume, fa akhadhaha mithlu almaut, yule mama ikamchukua hali kama vile ya kifo. Nimejibu majibu yale kumjibu mtume, kama vile akawa amezimia au amechanganyikiwa kutokana na yale majibu aliyomjibu. Basi mtume akaondoka zake. Baada ya kuondoka yule mama sasa, baada ya kupewa majibu haya na kufahamishwa kwamba yule alikuwa ni mtume, fa atat baba Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, akaenda kwenye mlango wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Falam tajidhu, basi wala hakumkuta katika ule mlango. Falam tajid indahu bawabin, hakuwakuta katika mlango wa ule mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hakuwakuta walinzi kama ilivyokuwa sasa hivi. Mtu mkubwa kama wewe, kama yule, ilitakiwa awe na walinzi, lakini mtume sallallahu alaihi wasallam wala hakuwa na walinzi. Kwa hiyo yule mama moja kwa moja akaenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, akawa anamwambia kwa lengo la kumuomba msamaha kwa yale ambayo aliyokuwa ameyafanya na kauli mbaya ambayo aliyoijibu. Akamwambia, ya Rasulullah, inni lam a'rifka, ewe mtume wa Allah, mimi sikukutambua kama wewe ni mtume, mimi sijakutambua. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia yule mama, akamjibu, inna sabra inda awwali sadama, hakika ya subira ya kweli. Inna sabra, hakika ya subira, inda sadamati alula, inda awwali sadama. Na katika riwaya nyingine, innama sabru inda sadamati alula, hakika ya subira ni pale linapokutokea tatizo mara ya kwanza kabisa. Subira inayohesabika hasa ni subira pale unapopatwa na tatizo tu, basi hapo hapo ukaanza kuvumilia, sio ukaanza kufanya maneno mengine, ukaanza kusema, ukaanza kuangaika, mwisho utakapoona kwamba hakuna budi lazima usubiri ndio unasubiri. Hapana, subira inatakiwa pale linapokutokea tatizo, ndio hapo hapo unapotakiwa uwe na subira. Wasabru ala wafati al-auladi lahu ajrun adhim, kuvumilia yani subra pale unapofiwa na mtoto kuna malipo makubwa sana. Kuna baadhi ya watu wanapopatwa na changamoto za namna kama hii, au ndiyo hali ya mwanadamu,
anakuwa kwenye wakati mgumu sana. Lakini Uislamu unatuambia tuwe na subira. Unapofiwa na mtoto unatakiwa uwe na subira ili upate malipo yaliyokuwa makubwa sana, kama Mtume sallallahu alayhi wasallama ameeleza katika hadithi nyingi tu. Mtume sallallahu alayhi wasallama anasema katika hadithi ambayo imepokelewa na maimamu wawili, Imam Bukhari na Muslim, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la yamutu li ahadin minal muslimina thalathatun minal waladi, hawafi kwa mmoja yoyote katika Waislamu watoto watatu, fatamassahu nar, muislamu huyu akaguswa na moto. Yani hafi mtu kwake kufiwa watoto watano, watoto watatu akafiwa na watoto watatu akawa na subira, isipokuwa mtu huyu hautomgusa moto, kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala atamuingiza katika pepo yake kwa sababu ya kuwa na subira. Hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ma min muslimin yamutu, ma min muslimaini, hakuna kwa Waislamu wawili, yamutu lahuma thalathatun minal walad, wanafiwa na watoto watatu, lam yablughul hintha, watoto ambao hawajafikia umri wa kubaleghe, illa adkhalahumullahu, isipokuwa Allah atawaingiza, wa abawaihim aljanna, na wazazi wao watawaingiza peponi, bifadli rahmatihi, kwa rehma zake, kwa fadhila zake na rehma zake. Qala, akasema, wayakununa ala babin min abwabil janna, na watakuwa katika mlango miongoni mwa milango, min abwabil janna, katika milango ya peponi. Fayuqalu lahum, wataambiwa, udkhulul janna, ingieni peponi. Fayaquluna, watasema, hatta yajia abawana, hatta yajia abawana, hatuingii peponi sisi mpaka waje wazazi wetu. Watoto watagoma kuingia peponi, watasema mpaka waje wazazi wao. Fayuqalu lahum, wataambiwa, udkhulul janna, ingieni peponi, antum wa abaukum, ingieni peponi, antum wa abaukum, na nyinyi pamoja na wazazi wenu, bifadli rahmatillah, kwa fadhila za rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi hii akhrajahu an-Nasa'i, ameeleza Imamu an-Nasa'i, lakini pia na Imamu Baihaqi wa ghairuhuma, na wengineo. Wa sanaduhu sahihun, na sanadi ya hadithi hii ni sahihi, ala sharti ash-shaykhain. Kwa hiyo hapa inaonyesha kwamba mtu yoyote ambaye atafiwa na watoto wawili watatu akawa na subira, basi Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila zake atamuingiza yeye pamoja na hao watoto wake katika pepo yake iliyokuwa nzuri. Kwa hiyo zipo hadithi nyingi, tutosheke na hizo hadithi mbili. Na jambo la pili la mwisho ambalo linapasa kwa ndugu wa maiti baada ya kupatwa na taarifa ya kifo cha ndugu yao, wawe na subira. Na jambo la pili, al-istirja, ni wao kusema inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kufanya istirja. Ukipatwa na tatizo na msiba, basi kuwa na subira, lakini sema inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kama jaa fil ayati almutaqaddima, kama ilivyokuja katika ile aya ambayo tumeitanguliza. Wayazidu alayhi qawluhu, na atazidisha kusema maneno haya yafuatayo: Allahumma ajirni fi musibati, Allahumma ajurni fi musibati wakhlif li khairan minha. Anatakiwa aongeze kuyasema maneno haya baada ya kusema inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ataongeza Allahumma ajurni fi musibati, ewe Mola wangu nipe malipo mimi katika msiba wangu huu, wakhlif li khairan minha,
na nipe badala kilichokuwa bora kuliko hiko kilichonipata au kuliko huo msiba wangu. Lihadithi Ummi Salama radhiyallahu anha qalat, kwa hadithi iliyopokelewa na Ummu Salama. Ummu Salama anasema nilimsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, ma min muslimin tusibuhu musibatun, hakuna muislamu yoyote ambaye akakutwa na msiba, fayaqulu, akasema ma amarahu Allah, yale aliyomwamrisha Allah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati, ewe Mola wangu nilipe katika msiba wangu huu, wakhlif li khairan minha, na nipe badala kilichokuwa bora kuliko huo, illa akhlafahu Allahu lahu khairan minha, isipokuwa Allah atampa kilichokuwa bora kuliko hicho. Qalat, Ummu Salama anasema, falamma mata Abu Salama qultu, alipokufa Abu Salama ambaye alikuwa ni mume wake huyu Ummu Salama, Ummu Salama anasema, qultu, nikasema, ayyul muslimina khairun min Abi Salama, ni yupi katika waislamu aliyekuwa bora kuliko Abu Salama? Ayyu baitin, ni ayyu muslim, ayyul muslimina khairun min Abi Salama, awwalu baitin hajara ila Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, ni nyumba ya kwanza iliyoama kwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Thumma inni qultuha, kisha mimi nikayasema yale maneno aliyoyasema Mtume, na yeye Ummu Salama akayatamka yale maneno. Baada ya kuyatamka maneno yale, fa akhlafa Allahu li Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, basi Allah kwa uwezo wake na kwa ihsani yake akampatia Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa ndiyo akamuoa Mtume kumuoa Ummu Salama. Fa akhlafa Allahu li Rasulullah, basi Allah akanipatia badala mimi Mtume wa Allah tabaraka wa taala. Qalat, anasema Ummu Salama, arsala ilayya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam Hatib ibn Abi Balta'a, alimleta kwangu, alimtuma kwangu Hatib ibn Abi Balta'a, huyu ni sahaba, yakhtubni lahu, alimpa ujumbe Hatib ibn Abi Balta'a aende kwa Ummu Salama, akampe taarifa ya kumchumbia kwamba Mtume anataka ampose nani? Ummu Salama radhiyallahu ta'ala anha. Faqultu, mimi nikasema, Ummu Salama anasema, nikasema mimi kumpa majibu, innali bintan, mimi na binti, mimi na mtoto, wa ana ghayurun, na mimi nina wivu sana, je katika hali hii Mtume ataridhia? Faqala, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofikishiwa ule ujumbe akasema, amma ibnatuha fanad'u Allah an yughniyaha anha, ama huyo binti yake tutamuomba Allah subhanahu wa ta'ala amtosheleze, wa ad'u Allah an yudhhiba bil ghayra, na tamuomba Allah subhanahu wa ta'ala amuondoshee huo wivu aliokuwa nao. Akhrajahu Muslim, ameieleza hadithi hii Imam Muslim katika hadithi nambari 37. Wal Baihaqi, na Imamu Baihaqi juzuu ya 4 hadithi nambari 65. Wa Ahmadu, na Imamu Ahmad ameipokea pia, ameieleza hadithi hii juzuu ya 6 hadithi nambari 309. Kwa hiyo mambo haya ndiyo yanatakiwa kwa Muislamu unapopata na musiba, basi kuwa na subira, lakini pia soma hiyo dua ambayo alisoma Ummu Salama, asallahu an yaj'ala ba'da dhalika khaira, huenda Allah akajalia baada ya msiba huo akajalia khairi. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.